kama vile maji yanavyosafishwa kutokamana na uchafu. Tulizungumzia katika vikao vya nyuma huko kuwa sababu ya huu umma kupata rif'a kumefungamana na bililm wal amal, ilmu na amal. Na tumetaja kuwa katika Uislamu kuna watu wameingiza mambo ambayo si katika Uislamu. Tumetaja huko nyuma pia annahu la sabila ila at-takhallus min adh-dhull al-madhrub alayna min qurun illa birruju' ila ad-din as-sahih. Hakuna njia ya kujinasua kutokamana na udhalilifu tulionao kwa karni nyingi zilizopita isipokuwa kurudi katika dini sahihi aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaachia masahaba wake. Tuna ushahidi juu ya hilo? Je, kuna dalili juu ya hayo mnaoyazungumza? Mtuambia tu tasfia, tuisafishe hii dini kwa kuwafundisha watu ilmu, waifahamu dini yao safi ni ipi alikuja na Mtume sallam. روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. ابن عمر بكي كتوكم صلى الله عليه وسلم كما يريد في سنن أبي داود، والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وهو نوع من أنواع البيوع الربوية، لأين بيشارة كريبة ما لباكي كتك كتاب البيوع. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هيني كناية كوا مكظامة كتك الدنيا، فقاجي مشامبا ترذية كتك مامبو يا دنيا. وتركتم الجهاد، مكواچ جهاد في سبيل الله. سلط الله عليكم ذلا، الله أتوسلتشيني نيني أذللفو لا ينزعه عنكم، hata waondolea udhalilifu huo mlionao. Hivi mpaka hapa ya hadithi, mpaka hapa tulipofikia, haya maneno ya Mtume sallam yashatokea kweli au bado? Kila mmoja katika Uislamu ayaona kwa macho yake, kila mmoja ayajua. Je, hatujasalitishiwa sisi udhalilifu ambao utauona hauondoki katika shingo zetu? Je, haujafanywa leo umma wa Kiislamu na dualul kufr vile wanavyotaka wao, wal billah? Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusema maneno akasema la yanzi'uhu ankum, Allah hata waondolea udhalilifu huo mpaka mfanye nini? Hatta tarji'u ila dinikum, mpaka mtakaporudi katika dini yenu. Si mpaka mtakapofanya uvumbuzi sijui vitu gani sijui hivi na hivi, hamwezi kuvumbua feni, hamwezi kufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutuambia hayo, ametuambia mpaka turudi wapi? Katika dini yetu. Dini yetu ndiyo masdari ya izza yetu, utukufu tunaotaka sisi katika huu ulimwengu uko katika sisi kurudi kikweli katika dini yetu. Ndio utukufu tutaupata katika dini ipi? Ile dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwaachia na kuwafundisha masahaba wake, si Uislamu tunaotaka sisi. Maana wako pia baadhi ya watu waona kana kwamba yale mafundisho ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim yamepitwa na wakati. Sasa hii yatakikana dini iangaliwe tena, iandikwe upya. Turathi za wanavyuoni wa Kiislamu wale waliotangulia hazifai tena leo. Wako watu wanafikira kama hizo, lakini Mtume salama hakutuambia hivyo. Ametuambia hata tarji'u, mpaka mrudi, si muache, murudi katika dini yenu ya kisawasawa. Kwa hiyo ikiwa hili tumelifahamu,
kuwa hatuwezi sisi kurudisha utukufu tuliokuwa nao isipokuwa kwa kurudi katika dini yetu. Wajaba almusara'a ila tahqiqi ma yarfa'u 'anna adh-dhulm. Kwa hivyo ni wajibu wetu kukimbilia katika kuhakiki lile ambalo litatuondolea udhalilifu. Wa huwa ar-ruju' ila safa'i al-wahyayn, al-kitab was-sunnah ala fahmi as-salaf as-salih alladhina hum ahlu al-qurun ath-thalathati al-ula. Dini safi kabisa aliyoisifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kurudi katika Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia, wale waliokuwa katika karne tatu za mwanzo. Kwa sababu kukiingia tahrif katika dini ikachafua ule uchafu ukachafua dini ya Allah, kuna dharura sasa ya kuisafisha min kulli dakhilin, kutokamana na kila kilichochomezwa katika dini na si katika dini. Na hii ni katika aujab alwajibat, katika mambo ya wajib kabisa ni kuisafisha hii dini kutokamana na huu uzushi ulioingizwa katika dini ya Allah na haupo. Na sisi tuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza mtume wake kwa haki, na haki hiyo Allah amechukua dhamana kuwa itabaki mpaka siku ya kiyama, kwa dhamana ya kauli yake aliposema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Kwa hiyo dini itabakia, na pindi panapotokea watu kuichafua, Allah ataleta watu wake ambao watakuwa ni sababu ya kusafisha ule uchafu ulioko kwa watu wa bid'a waliouingiza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala.